Odi. Karibu. Shikamoo. Marhaba. Nilikuwa namuulizia Kibwade chumba chake ni kipi? Kibwade chumba chake kipo. Lakini sasa hivi Kibwade haonekani. Haonekani? Haonekani kabisa. Kibwade ana mwanamke, bonge la mama huko. Ashindi hapa wala halali. Akija mara moja anaondoka. Hivi ninavyokuambia, sijamuona inafika wiki sasa hivi. Ana mwanamke mwingine zaidi yangu? Hai. Pole. Shoga kama ulikuwa ujui au una habari mimi ndo nakupasha. Anajimama bibi ninamlea. Sana kushangaa wewe unahangaika sasa hivi najua kali hii. Kwa hiyo chumba hicho hapo hicho, lakini ndo kitupo mwenyewe hayupo. Kujileta kwenye nyumba za watu. Wanaume wenyewe hawana maana. Hivi nani kafunga? Kibwade! Kibwade! Kichengo! Bishea! Wewe Mazausi! Mazausi! Hivi nani kafunga mlango hapa? Kaweka na kufuli. Mimi hapa. Kwa sababu gani? Nini sasa? Hela ya usafi. Hela ya usafi baba. Hebu nifungulie nitakupa hela yako usafi. Sina muda huu. Mbona nyewe watu wamuelewi ndani? Yaani mkienda chooni mwache magogo yenu. Usafi hamtaki kutoa hela. Mnategemea nani awafanyie usafi? Kwa kweli hata usafi mlikuwa mnafundishwa kweli nyinyi? Nikoga namuona dada yangu mkorofi lakini nyie mnanitiani nyinyi. Mimi nataka kukuchukua hela yako usafi. Naomba ujiandae kufungua. Leta kwanza hela nitakufungulia. Na chefu. Shoga yangu. Karibu. Asante. Nakuomba mara moja. Sawa, ndio ndio kwa mboga kidogo kama hizo shoga. Shoga mboga ya tamu. Ile maana hujapika leo? Nimepika ila mboga ndoke kidogo tu ya mume wangu. Mtoto mchoyo wewe. Mwenzio hapa alikuwa mwanamke mwenzio alikuwa hana uchoyo kiasi hicho. Kidogo tu kama lisia ugali wangu kidogo tu. Jamani mboga yangu kwa mbakia ya mume wangu. Sio kama nakunyima. Mboga kweli ipo lakini mbakia ya mume wangu. Mwanamke mchoyo wewe. Tena mchoyo kweli kweli. Uchoyo utakufikisha wapi wewe? Shoga yangu. Kidogo tu wala sitaki bakuli zima mimi nataka kidogo kukamiliza ugali wangu. Mimi nishakuelewa ila sasa mboga mbakia ni ya mume wangu. Siwezi kukupa ya mume wangu mimi atakuja kula nini? Mwanamke mwenzio kakaa hapa hana toa siwasi na kuja kuomba la nakutilia nakwambia bakuli tena sio wewe. Mtoto mchoyo wewe. Mchoyo ukifanya. Baba na mume wangu. Mchoyo bado wewe nenda huko. Unaona kanyama ndo unakuja kuomba nyama. Niambie sio mama. Mimi kwa shoga yangu. Biashara vipi? Shoga yangu biashara ngumu tatu. Naona hata mimi nakwambia sanduku limejaa tele. Limejaa lakini biashara ngumu. Hali mbaya. Sasa dada sio mami. Mimi na mjane. Unaje nikakupeleka? Wapi kwa shoga yangu? Huko Kisewe. Huyo babu, yani babu kubwa. Unajua babu kubwa? Yaani huyo mimi ndo nategemea. Usinione napendeza hapa mjini. Mambo Kisewe. Shoga yangu maija unipeleke. Mambo yenyewe nakaa na samaki kuanzia asubuhi mpaka jioni nauza samaki mmoja tu. Mimi niliona nakwambia akasema hapa makubwa moja tu nimshauri mwanamke mwenzangu. Maana hivi mjini pata kushinda. Shoga yangu pata nishinda nitarudi kijijini bure. Basi asante mwenzangu kwa nani. Siku moja samaki shoga yangu nikala ugali maana nimetengeneza kachumbari. Nimejaza pilipili kibao. Hatari. Alivyokuwa nguvu. Naomba tu bisagenda kuongea. Nashukuru shoga yangu. Ngoja tu nikuingishe manake utanifelisha maisha. Pata hata ya kilo ya unga maana sasa kilo 800. Acha. Ukichukua na kisamaki chako hapo. Siku imepita wewe. Una akili sana mdogo wangu.
Na udambu basi. Udambu toke wapi shoga yangu na wewe unataka vitu vingi? Pilipili kicho hapo. Pilipili kimefanyaje? Kidogo tintilia nawe. Basi mtosha. Ndio nikomesha. Sio tena uje leo usije tena. Aliyenyewe ndo kama nilivyokuambia mbaya. Usijali wewe jipike mimi nikupeleke. Haya mwana. Shoga naomba mfuko. Jamani mfuko nitoe wapi bwana wewe na wewe nigie tu hela yangu ndo. Mambo ya mfuko alitoka wapi? Kifungu chenye kimoja nataka mfuko. Ushukuru umepata kilo ya unga. Ungekaa nao. Haya, ndio uende. Tunaenda tena. Haya, shoga yangu. Usisahau shoga yangu nipeleka huko Tusewe. Hata mambo yenyewe yalikuwa magumu. Hey. Mgeni usiojulikana, baba. Baba ndio kurudi. Unakwenda. Huku. Unakwenda wapi? Nenda chooni. Nani amekuelekeza kama huku ndo chooni? Choki. Wewe umetoka wapi huku? Yaani wewe ni nani? Mjomba wake Shija. Sasa kama wewe mjomba wake Shija mkapanga chumba kimoja na anatakiwa kwenda chooni mtu mmoja ambaye ni yeye. Kwa hiyo baba, njoo. Baba ndio shika. Nenda. Eti. Hivi kwa nini lakini wapangaji wa ndani chefu? Kujaza vyote. Yenyewe alipia maji umeme nini? Hebu mjomba ingia chooni. Ingia. Usinizingue. Wewe una nini lakini unatuletea watu ndani choki na jaa. Nitakupasua. Usiletee mambo ya kipumbavu, nisikia? Usiletee mambo ya kijinga. Mko wako nini? Fala nini? Usiletee mambo ya kijinga, kwa hiyo mnaenda kule. Hivyo. Mbwa kabisa. Sasa hivi vipi? Poa mambo. Sema vipi? Poa shwari. Bwana, nimekuletea mambo ya maji vipi? Leo maji sitaki bwana. Nataka kununulia kaka? Leo. Niko kwa kesho. Haya bwana, nakuwa na mambo mazuri. Shemeji. Haya, habari yako? Mzima we? Mimi mzima. Kulikoni tena, mbona majani umekuwa sita siku hizi? Si afya au juu kama mboga za majani ni afya? Sasa mboga za majani kuwa na afya wewe unahusiana nini? Akati kama afya na mboga za majani. Kwa nini yanaliwa? Wewe hujui kama mboga ya majani inaliwa? Au unataka sifa? Hujui kama mboga ya majani inaliwa? Uzuri wote huo unakula mboga za majani? Basi uzuri huu umesababishwa na mboga ya majani. We, apia? Ndio hivyo. Mimi nasema watu mjini hapa wananawili, kumbe mboga za majani hizi. Lakini shemeji, mimi nikwambia kitu kimoja tu. Vitu vingine muonekano wako na unavyofanya vitu viwili tofauti. Kwa sababu unaingilia mamlaka ya wanyama. Unajua vyakula vya wanyama kula wewe binadamu ni kosa, kwa sababu wewe binadamu unatakiwa umle mnyama mwenyewe. Mimi nataka nikupeleke sasa katika science. Wewe unatakiwa umle mnyama, sio chakula chake. Hapo. Unanielewa eh? Nakuelewa shemeji. Naomba tuheshimiane. Sijengi ugomvi. Ninachotaka mimi nataka nikusaidie. Sisi tupo mahali hata ni mjini hapa. Maarufu sana, tunajulikana mjini hapa. Bwana. Sisi tupo kwa ajili ya kuwasaidia watoto wazuri kama nyinyi. Wewe usinione hivi. Yaani ukiwa na mimi nina uhakika utamla mnyama mwenyewe. Kwa chako utaachana nacho. Hebu niache na usinipotezee muda wangu babu Kama wewe Aluata ni mbona siku ulishindwa kumlipia mkeo deni lile mpaka tunaenda kulipa sisi? Wewe una nini wewe mpaka uende ukanilipie mimi? Wewe kunilisha nyama mimi? Wewe uniamini? Nipe hiyo fursa uone nitakavyoitumia. Fursa ipi bwana? Hebu achana na mimi, unanipotezea muda wangu. Kama wewe ungekuwa mwanaume kweli ungemlipia mke wako deni. Sisi ndo tumehangaika tunaenda kumlipia mwanamke wako deni, afu sasa hivi unaanza kunisimamisha hapa unanipotezea muda wangu. Fursa gani? Nenda mwanaume mzima. Yaani mimi nataka nifanye mpango amle mnyama mwenyewe. Yeye anahangaika na vyakula vyao. Huyu si anaacha kula kuku atakuwa anakula mapumba huyu. Watu pa kupata roho nyeusi. Wa mjomba. Mjomba, umfahamu kwanza.
Nimekwambia unitumie hela ya bodaboda, umekaa kimya umejikausha. Ulitegemea nini? Mimi nilimwambia Jero akufuate. Nilimwambia Jero akufuate. Yaani wewe kwani hajakuja? Huyo Jero au Buku alinifuata, alikuja saa ngapi? Angekuja mimi ningeongea. Sikia nikwambie usipende vitu vya bure bure wewe. Ushakuwa mtu mzima. Unapenda tu wanawake wa bure bure. Na wewe vya bure vibaya, nitakunyoosha. Lakini kizuri kula na nduguyo. Shakuwa nuksi. Sasa Kichengo anabishia. Nilishaamba nataka niwaambieni, nilishashauriana na Kibwali tangu jana. Nilikuwa nataka nishauri kitu kimoja. Hapa Dar es Salaam unajua nyumba zipo nyingi sana. Mimi sioni sababu ya kuwa tunaendelea kila siku tunafanywa hivi mara hivi nyumba, sawa? Na nyinyi mnajua kazi yangu mimi ni dalali. Kwa mimi na nyumba kibao. Kodi zikisha mnaniambia kuna nyumba ziko Manzese hapa Mwananyamala Kisiwani hapa siji Mchangani, nyumba zipo nyingi kwa bei rahisi. Huko Mchangani unakosema huko mwenzangu hakuna ngwala huko. Yale mambo yalikuwa zamani. Sasa hivi kuzungumza Shija ni sawa kabisa. Mimi mwenyewe kwa kweli katika nyumba nimechoka sana. Bora hata mazao kulikuwa na mtoto. Usinikwambia hana adabu. Huyu mtoto anasumbua sana. Hana adabu hata kidogo. Kwanza alijiona kashafika. Labda kitu kimoja. Lazima sisi tutumie akili. Tuongee na Kibwade au mimi mwenyewe hapa nijipigie pasi mtoto tutulize, labda nimtongoze. Umeona yao unaonaje ndugu yangu? Sasa ndio masuala. Mimi na mke wangu tayari. Kitu kimoja tu mimi najuaga. Mimi kidogo nafahamu ya mambo. Unaweza kama mtongoza yule mtoto akakubalia kama mtu wako na wewe sasa ukataka kunyanyasa sisi sasa. Si ndio hivyo? Hamna. Kibao kikageuka. Wewe kiseleleko wewe unanyanyasa sisi sasa. Mimi nafikiri kitu kizuri ni kuama, lakini sasa mambo yako yanayo ndio wewe dalali, lakini tena mambo ya juu tena si dalali na sisi tena wakati tunafahamiana muda mrefu, mwezi mmoja chumba, yani unamlipa dalali. Hiyo ndio sababu tena na sisi tena tukulipe wewe tena. Utafanya kazi gani tena? Si unatuchukulia kama mimi, unanichukulia kama mama yako kama dada. Tu bwana. Sasa kutufanyia mambo ya nani ya udalali, sijui cha juu, sijui kitu gani. Unajua kabisa kitu kinatuweka wakati mwingine. Wengine hali zetu unazijua. Kama mimi hali yangu naijua mwenyewe. Fanya kitu kimoja, tufanye hivi. Mimi hapo nimewaelewa ndugu zangu. Nitakachokifanya mimi. Umeelewa? Natafuta nyumba ambayo tunaweza tukakaa watu wote. Maana sasa tulikuwa kama familia. Ni kweli. Tulikuwa ndugu kabisa. Tufikirie na kujenga za kwetu. Hilo ndio neno. Basi sawa bisha. Hamna neno. Haya mambo ya Mungu. Shesal. Ule mpira wa jana uliuangalia vizuri pale? Uangalia vizuri. Afu naona kama Mourinho sasa hivi anazidi kuwa na paniki sana pale. Manchester tutakaa sawa kweli? Tutakaa vizuri tu. Sasa hivi. Salama da. Asamani namuulizia dalali Shija. Habari yako? Safi, mambo? Poa. Karibu sana. Asante. Samahani na maongezi na wewe kidogo. Ongea tu, haina shida. Nilikuwa nataka nitafutie nyumba nzuri. Okay. Yenye budget ya kiasi gani? Yaani nyumba nzima. Nyumba nzima. Zipo nyumba, lakini nyumba kuna za 2.5 200,000, 300,000 na maeneo pia, ni bei inategemeana na maeneo. Ni maeneo gani unataka labda? Yaani mimi nataka maeneo ambayo mazuri, yametulia. Namsubiri kidogo. Madalali sisi wengine wapi? Haya, sawa, nitakuletea ile nyumba. Halo? Haya, na nani hapa? Niko na mteja, afu nitakupigia nikishamaliza, sawa? Haya, asante. Sasa kuna nyumba ziko Mikocheni, kuna nyumba ziko Kijitonyama, kuna nyumba ziko Sinza. Ni maeneo gani unataka? Popote ile mradi nikapata nyumba nzuri, imetulia. Basi utaratibu wetu, siwezi kukupeleka sehemu kuna cha udalali cha mguu kile. Wateja wengine nao wanasumbua sana. Kwa hiyo ni shilingi 10,000 kutoa hapa kwenda kukuonyesha. Sawa, hamna neno. Hamna neno. Shesal, wewe kamwonyesha ile nyumba ya Kijitonyama pale. Haya, asante. Asante. Karibu. Haya. Sawa. Amani. Shikamoo. Baba. Baba. Na mwenyewe. Huyu ndio mpenzi wangu. Haya,
ndo babu mwenye. Njema kabisa. Salama kabisa. Sasa mlikuwa mnaelekea wapi? Kwa sababu mimi najua watu wapenzi mara nyingi wanakutanaga katika nyumba za nani za makutanoni. Ametaka nipajue kwake, ndio nakwenda kupajua kwake. Kwake ndo hapa. Ndo hapa. Basi sawa, tunafurahi kwa sababu Sawa mimi. Nisikilize kwanza. Sikiliza Sala. Hebu Sala acha kuwa kama mtoto mdogo. Sawa. Wewe mtu mzima umeshapevuka sasa hivi. Ndio maana unakuja kunilingishia. Maana haya malingo unaleta. Sijui unanielewa? Tena sasa hivi tunasikia adhana. Nyinyi mnataka mkafanye nini wakati hamjaoana? wewe baba mwenye nyumba. Mimi ndo baba mwenye nyumba. Sawa, lakini wewe si baba mwenye nyumba. Au kuna kitu kinaendelea hapa wewe baba? Mimi nakaa Uswahilini lakini sio Uswahili huo. Yaani humu kama likitokea lolote kati yuko ndani mimi ndo naulizwa. Lakini chumba chake wewe unaulizwa kama nyumba imeungua kwa sababu wewe ndo mwenye nyumba. Lakini hata nyumbani kwa hiyo yake kuuza chai kule unakuja kuulizwa wewe. Kwanza chai hatuwezi kuhusiana kwa sababu ni hitaji lake binafsi. Kwa hiyo humu haiwezekani wewe kuingia bwana. Sawa. Yaani nabishana na ukweli sasa. Unajua mimi nacheka na furahi. Wewe furahi. Vitu vingine mawili huyu baba mwenye nyumba atakuwa na unasemaje wewe? Haiwezekani. Yaani ni swala mimi nalizuia kwanza. Saa hizi ni muda wa ibada, sio ibada hiyo mnayoifikiria. Sijui unanielewa? Alafu wewe hata kufikiria hata kidogo ufikirie. Yaani yote hata kidogo kufikiria ufikirie. Mimi wala kuja kumsalimia kwake nayo ibada. Sasa kwangu mimi ibada hiyo hamna. Ibada hiyo uko kwenu. Mimi nakaa Uswahilini lakini Uswahili huu umeshinda. Au sio? Wewe ushazeeka ndugu yangu. Kuna kitu kati ya yeye. Umri huo. Kitu kipo bwana. Wewe nenda ndani kama unataka kwenda ndani. Twende. Wewe nenda. Bwana haya makatazo mna au mpaka niandike maandiko? Wewe na huyu mzee huyu utakuwa kuna kitu. Mimi sio mzee mheshimiwa. Mimi kijana tu. Mimi sio mzee, mimi kijana tu. Umeona nauzi mie? Achana naye bwana wewe. Nenda bwana wewe bwana wewe. Wewe ndio napi kuku analiwa manyoya? Wewe unamchokonoa unatafuta. Sikiliza bwana. Umeona unaondoshia ndege wangu? Sasa naomba kamfuate. Sikiliza basi nikueleweshe. Achana na ule ndege. Ongea na mimi. Mtu mzima ovyo, midevu kastili waya. Sasa wewe twende nikakupa. Sawa. Yo. Mpumbavu wewe. Mpumbavu niliyebaki. Unataka kumwambia nani? Mpumbavu yule aliondoka. Sofia! Mbona nini kwa zangu? Nakuita kwa sababu nilikupa ule mzigo wangu. Sikukwambia mimi nafanya kazi Pride wala Sakosi wala Vikoba. Nilikupa mzigo wangu unirudishie. Mwenyewe nazitaka hela mwenye wangu anazitaka. Kwa kule umekuja kote na kelele hizo kama umekuja kudai hela shogangu. Wewe ulikuwa ulijua nimekuja kutembeza sare. Nimekuja kufuata changu. Taratibu. Sina cha taratibu. Unatakiwa uelewe uko kwenye eneo langu. Umenielewa bibi wewe? Tulia hivyo. Sawa. Situlie Sofia. Najua unanidai lakini usije kwa moto. Hapa tutashindwa kuelewana. Upo? Naomba nikangie mzigo wangu. Kwa sasa hivi sina msoro. Sofia, naomba mzigo wangu. Kwa sababu nilikwambia kabisa na nipande kichwani wewe. Kichwani Sofia, nadai haki yangu. Nitakufanyaje kichwani? Nadai haki yangu. Nafsi nipandishie sauti. Nimepita nyumba chungu nzima. Vuruga wewe. Hujanijua wewe. Univuruge mimi? Umeshavuruga tu ngapi? Hapa umefika. Basi naomba uende tutakachana kwenye kodi. Masuala ya kodi na pesa zangu haihusiani. Pesa za mume wangu, masuala ya kodi. Wewe pesa za mume wako mimi wakati unalipa uliniambia za mume wako. Ndio nishakwambia. Masuala ya kodi na pesa nilizokuchanganya. Nilikwambia toka nje nitoe pesa zako. Wewe sikiza nikwambie Sofia. Sikiza nikwambie. Wewe univuruga wewe. Wewe sikiza nikwambie. Sofia sikiza nikwambie. Nakupa nusu sana nataka na zangu. Usikie? Usinitanie mimi. Kwenda. Naenda lakini naomba uende usichanganye. Toka nje. Nakwambia hivi nusu sana nataka na zangu. Thank you. Hello. Hi, my name is Eric. This is my girlfriend. How are you? Umekuaje? Nani? How are you doing? Nini? Baby. Huyu ni baba mwenye nyumba. Right. Baba mwenye nyumba. Karibu.
How are you doing? Karibu tu. Thank you. Unaenda wapi? Nimemvumilia tu. Mimi naongea Kiingereza sana. Ila nimemvumilia, unamtukana tu hapo. Ngoja. Sara. Marahaba, mambo? Safi, au vipi? Safi kabisa. Mkuta Sara? Yaani wanaume wa Tanzania wasijui mnakwama wapi. Wewe kwa jinsi ulivyo huu unataka kupoteza bure mwili wako. Kwa sababu hamna mwanamke kipusa mtaa huu kama Sara. Yaani kipusa maana yake mwanamke ambaye wanaume wanampenda. Yaani sio wanaume wanampenda, wanaume wanamchezea. Kumpenda tu sio bwana muangalia hivi kwa sababu wanampenda na wanamwacha naenda zake, wanamchezea. Yaani hakuna mwanaume ambaye hajawahi kutembea na Sara katika mtaa huu. Kesho kila siku anakuja asubuhi atakuja na mwingine. Ngoja kwanza. Yaani ukisema kutembea yani wanapenda kumsindikiza kwenda au? Kwani wewe ukitembea unamsindikizaje? Yaani unasema yaani unamsindikizia. Yaani asubuhi anakuja na mwanaume mwingine. Anamsindikiza. Anamsindikiza chumbani huko. Wanasindikizana. Kwani siku hizi unaruhusu kuingia watu ndani? Inategemea na mtu mwenyewe amekuja vipi. Yaani kama namuona mtu kabisa anataka kuangamia ndo namkataza. Lakini ule mtu ambaye najua kabisa huyu bwana anataka maakifa potelea mbali, yule namruhusu. Na ndio maana anakuja asubuhi anakuja na mwanaume mwingine, mchana mwanaume mwingine, usiku anakuja nao mpaka tena watu kabisa nchi sio yao anakuja nao. Na usiku sasa ikifika ndio tunamalizana na mimi. Mimi nishatumia sana mpira. Kwa sala tu nishatumia sana. Sasa kijana kama wewe mimi nakushauri yule uachane naye. Ngoja kwanza. Unajua kuna vitu vingine. Wewe watu wazima mna busara. Lakini busara zako mbona zinalenga upande mmoja? Kwa vipi? Yaani wewe umtumie lakini mimi kwa sababu unamhitaji unaniepusha kwamba nitakufa lakini wewe pia uogopi kufa. Sisi wenzako tumejijenga kisaikolojia. Yaani mambo yote ya kaburini tunayajua. Kwa hiyo tuko flexible. Maana nimesikia Kiingereza alikuja na mzungu hapa. Mzungu alikuja naye hapa kuongea Kiingereza. Nikajua lile neno moja kwa moja linatia matumaini katika miili yote. Flexible. Unalijua wewe? Huwezi kulijua. Sasa wewe kwa sababu bado hujaitumia dunia vizuri, ndio tunakwambia Sara atakuwa. Wewe fanya mambo yako katika kujenga ile taifa. Sisi mpaka nyumba zinazeeka hizi. Nisikilize mzee. Mimi nimekuuliza swali moja. Sara yupo? Hayupo. Hilo ndio natakiwa kunijibu. Au sio? Azaye mambo alikwenda wazungu wangapi mimi alihusu. Nimekuuliza yupo nijibu hayupo. Umeelewa? Yaani hayupo. Basi hilo ndio uko. Mimi sasa hizi nimeamka naye asubuhi hapa, nimeamka naye asubuhi. Yapo hayupo. Akaondoka kaenda kumchukua mwingine. Kwa hiyo kama ukitaka kaa pale umsubiri. Utakuja kufa. Sasa usife wewe unaishi nani nitakufa mimi ninakuja mara moja moja. Wafanya mchezo nini? Wewe umekufa? Wewe mwenyewe mbona mzima? Kwa mwandazimu bwana. Sasa hayupo. Mwingine bwana. Mwangalie. Mtu mzima ovyo. Bishia. Nani? Habari. Sasa ushaleta maji mamangu. Sawa, tuweke pembeni hapo. Maji yenyewe yamejaa kwenye. Alafu sana dada yangu vipi? Yakupa sio na wasiwasi, kesho ukija nitakupa. Kesho vipi mamangu? Mashine si unayaona hapo. Basi ya leo ngoja nitakupa. Haya yako ya kesho tutajua na kesho. Hii ya leo. Sasa hiyo naipata lini? Kesho ukija nitakupa ile yako. Sio na wasiwasi, weka maji pembeni. Basi sawa. Weke hapo pembeni.
Wewe umekuaje tena? Mbona umechelewa kurudi nyumbani? Nitakuwa kwa shangazi. Kwa shangazi yako wapi tena? Mimi naye tulikubaliana nini? Uwahi kurudi nyumbani. Ndio sasa shangazi alinipigia simu, ikabidi mimi niende nikamsikilize. Kwa hiyo ndugu yangu, hayo maamuzi ya kwa hiyo unayaamua tu kichwani kwako, au mimi ndo mwanaume au wewe ndo mwanaume? Wewe ndo umenioa. Mimi na maana yangu kuambia wewe rudi nyumbani mapema. Haya, mimi na safari zangu. Nilikuwa nataka niwahi gengeni sasa. Ndio maana nakwambia wahi kurudi ili wewe upike kabisa, mimi nije nile niondoke. Sasa mpaka sasa hivi ndio kwanza umekaa tu ndani. Kitu gani kinachoendelea sasa? Hebu badilika bwana. Hayo mambo si mambo, mimi siyapendi mambo kama hayo bwana. Unapoambiwa mara moja fanya kitu hiki, fanya kitu hiki. Wewe naye kichengo simfukuze, unasubiri nini? Mwanamke unambembeza, dunia nzima imejaa wanawake wote. Wewe naye kutoka bwana wewe. Vipi wewe? Mbona unapenda kufuatilia vitu ambavyo havikuhusu wewe? Ndio maana umekaa tu, mwanamke atakuolewa uolewe. Toka basi hapo. Unafanya nini hapo? Umebwege, una lolote. Toka bwana hapo. Wewe umekaa hapo unasikiliza watu wanaongea nini? Utabaki hivyo hivyo kudanga kwa taarifa yako na sitoki ngo. Upo. Yaani huyu mwanamke huyu bwana, huyu mdogo wake na dadake na alikuwa hivyo hivyo na tabia zao. Yaani zinaendana kabisa tabia zao. Wewe mume wangu mimi na wasiwasi hapa. Kwani usiame hapa? Wewe mke wa kwanza unakana hapa. Umenioa mimi unaniweka hapa. Unaona ninakutukania. Akili yako sasa imekwenda sehemu nyingine. Umeshakuja kuingiza sasa mambo ya wivu sasa. Yaani niame mimi kwa sababu mtu amekuja kuchungulia hapa. Mimi nitaoa upumbavu huo. Hebu niondokeni na mambo ya kujinga jinga msipendi. Unajua mimi siku nyingi sana unajua nakufukuzia. Na ninashukuru Mungu leo kukupata hapa. Ningeomba kwanza unipe muda niongee unielewe. Yaani mimi hapa nilipo mimi nimetokea kukupenda. Sio leo, sio jana wala sio juzi. Na ninavyotaga maji pale kwenu ninashindwa kujizuia. Umeona? Yaani mimi nimekupenda ni mpaka hata sijui nakwambiaje. Yaani ninashukuru Mungu kwanza kukukuta sehemu kama hii hapa, hamna mtu hapo, umeona? Mimi nashukuru sana nikwambie shida zako. Yaani mimi ninakupenda ndugu yangu, yaani nipo tayari kwa lolote kwa ajili yako. Mimi nimekupenda ndugu yangu. Tena hapo ndo nimemaliza, yaani mimi ndo nipo ni hata sijui nikwambiaje. Nimeshamaliza kila kitu, mimi nakupenda ndugu yangu. Umemaliza? Sio kama nimemaliza. Umeona? Yaani nisikize, mtoto kama wewe kwanza, mtoto umeumbika, nywele mtoto kidogo yaani uko vizuri, beautiful. Umeona? Leo ndio ninapoongea jaribu hata kuwa mpole nini, sio kuniuliza kama hivyo nimemaliza. Yaani mimi ndo kwanza ninaanza. Umeona vizuri? Hivyo kaka. Kwa jinsi unavyoniangalia muonekano wangu, hivi mimi naanza kutembea na muuza maji? Sasa ndugu yangu mimi si nimekwambia. Yaani kuuza kwangu maji mimi kunaweza kukujengea wewe nyumba, kukununulia gari, kukutengenezea mazingira tofauti na unaoishi sasa hivi. Umeona vizuri? Yaani unapoishi wewe wanamjala na msaidia vibaya nyie. Majumba ya watu sasa mnatafuta nini sasa sauti mchana? Mama sisi hatujaongelea ndani kwako wala hatujafanya nini. Si dilishani kwangu hapa. Hivi dilishana nani? Sio mzuri za kutongoziana hizo mjazeni ndio kuongozana hapa kwangu. Mama wewe. Dada na wewe jamani, mpeleka vizuri sana mzimu mzuri. Sio mzuri za kutongoziana mjaziona. Lakini mama mbona hivyo tunaharibiana? Na wewe. Mwangalie kwa vitu vinakupauka mdogo huu unamtaka ndio mwanamke mzuri unaye na wewe. Sasa nimekupauka. Sasa wewe mama nini? Aswa mtu mzima ndio kutongoza wewe. Njoo ni kulitoka hapa. Angalia kwanza unataka. Lo, mtu mzima wewe mwangalie kwanza mbaya. Na vitu vyako vya mgogo hivyo. Shenzi mkubwa hiyo. Niondoke zangu kwangu. Sasa mama, naomba unisikilize kitu kimoja. Hiki unachokipika ongeza idadi kidogo katika ugali kwa sababu leo kihali siko sawa pesa. Hamna shida, kuhusu mboga mimi niko sawa, lakini itabidi uongeze unga nusu. Hela sina, ndio maana nimekwambia wewe, hela sina mimi ya kuongezea unga. Na mimi unga nilonunua na robo tu. Na sisi pia utotosha. Hautotosha kwa wote au kwa? Kwangu mimi kidogo unaweza ukatosha, ila kwa mwingine hauwezi ukatosha. Wewe fanya hivi, wewe leta za mitano hapo kaongeza unga robo au nusu. Tunakula ugali. Mbona ile neno hela sina unalizarau sana? Alafu unakuona sana. Yaani wote wapole, wastaarabu wengine, lakini wewe una roho mbaya sana. Wewe binti kabila gani wewe? Kabila langu mimi nakusuni kwa mfano. Yeye ana tabia za kichawi. Mimi hiyo. Sasa wewe kuongeza unga robo tu mimi nikao una tatizo. Sasa nisikilize. Tufanye hivi. Mimi nitaongeza unga robo. Na mimi kwenye mkataba nitapunguza ile robo, nitakupa ila nusu.
Tukubaliane. Kuna masiala sana. Kama ulivyokuwa na wewe. Uona sasa hii nyumba inajengwa na kula tu, kukula tu, kifa unaacha. Sasa. Hata mbona uachi kula? Kukula takula tu, usisikie kuna mtu amekufa kwa sababu ya njaa. Sina mimi kupunguzia kodi. Kodi haipungui. Na mimi kula ndio hivyo lazima ongeze budget. Subiri umalize mkataba wako utaona. Wewe una roho sana wewe binti wewe. Wewe chakula tu hiki chakula si mnaenda ukitoa tu hiki chooni. Kinapita njia. Sawa. Kwa masembe kodi yangu isha na nitakunyoosha mwaka huu. Umezoea sana mzee. Chefu. Ndio kuonea sana watu. Haya baba, unakwenda wapi? Unakwenda wapi? Umalaya utakuponza. Huko unakwenda wapi? Mfikile. Unataa haya mwanamume wewe. Tizame vile. Ndio kabla shia za chando. Huko unakwenda wapi? Umalaya na wewe si mwanamume huyu. Si mwanamume huyu, nakwambia kwanza shemeji yangu. Upo nyonyo. Huyu shemeji yangu, mume wa mdogo wangu. Kama ulikuwa ujue ndo nakupasha habari. Upo? Na wewe unakwenda wapi huko? Sasa sio cha hapa tusoni, sio shule. Sasa mwisho wa siku utakuja kukuponza. Malazi yote hao yaogopi. Kwani huyu malazi? Ndio bwana wewe bwana. Tizame vile. Wewe nenda tu bwana. Twende. Kupata leo. Kama ndo tabia yako Hizi kufika katika kidonda hali yake bwana. Unataka nini babu, nenda wewe. Unaona unamsikiliza shemeji yangu mimi. Sikiliza kwa sababu gani? Afadhali shoga yako ningekuona. Hivi ile nyumba sisi tutakaa vile mpaka lini? Maisha yale mpaka lini? Hatuna amani. Shoga yangu. House house. Hatulali, hatunywi, hatukodi. Mimi nitaka kushamani wewe ulianza kupanga mlengani. Mimi nilikuwa mgeni nimekuja nyuma yako. Nyinyi mmeazoeaje yale mambo? Tuangalie Messi akatufuma. Kwanza nataka nianze kitu moja. Kwa nini yule ana mume? Tabia zake na mdomo mchafu. Alafu sasa kwa nini anafuatilia wapangaji wa kiume mle ndani? Huenda huwa anahitaji. Anataka. Kwanza masuala umeme. Kuna ule kanani akimuingiza mwanamke anamfuatilia. Malaka muingiza huyu anamfuatilia. Mimi yule kaka mwingine nani anakwenda chooni umshamuona? Nimemuona. Mimi nahisi yeye anakumfuatia eti kikopo kidogo kidogo mengia nacho chooni. Maana si umefanya nini mengia nacho hivi? Mimi nahisi anamtaka. Maana ana mdomo nakwambia kama mpiga tarumbeta. Mimi mwanzo nishazoea. Yaani mle kuna amani. Mimi mwanzo sasa hivi nishazoea. Mzima wewe. Kesi kwa mjumbe mimi namwacha tu. Na kustili. Anapotoa akili si watu wazima wametoa. Shoga yangu nakwambia tuyamalize hapa hapa. Nani atakayefikisha? Nani atakayefikisha? Labda wafikishie maana ndio shoga yake. Mimi sikile kanishoshua. Kanaambia mimi mbea. Kazi yangu kutoa huku kupeleka huku kuchukua huku kupeleka huku mimi ndo mbea. Wewe ndio shoga yake labda nikuogope wewe. Shoga naye, shoga yangu ni kweli tunaongea ndo hapo tunaongea. Tunamaliza hapa. Na ndio maana nilipokuona hapa. Amna. Ndio mimi. Mimi nakuogopa wewe. Siwezi hata siku moja. Si shoga yako lakini. Mimi mwenyewe mwanamke na mdomo mchafu yule. Nyumba katika nyumba ile si gofu bibi wewe gofu katika nyumba itakuwa ile. Hatuna majumba. Sisi tumekaa tumepanga kwa kaka sisi tuna nyumba zetu za ulisi bibi. Nenda kaangalia mazasa uzuri. Na nyumba ulisi ya mama yangu ndugu yangu Balaa. Ya kwake ikasome. Mimi niko Kinondoni shoga yangu. Haya. Huko. Sema basi sitaki tu kana pangaje. Bibi mwangalia nimetaka huko. Halo. Kazi ipo. Mwanamke ana mdomo kama wembe. Sijapata kuona kama choo. Mimi sasa hivi ninachotaka kukipanga. Mambo ya luku mimi sasa hivi sitonunua. Umenielewa? Sasa nakuachieni nyinyi. Nataka siku ikifika nataka tuchambane ile. Mimi namwangalia tu kwa mjembe katuchamba mimi niamua kunyama. Mimi nakwambia siku kanifuma uchocholi nakwambia nilikuwa mdogo kapi nitoni. Na nilimstai tu. Kwani usimsuuze na wewe? Mimi namshindwa yule. Mimi ningemsuuza bibi ningemsuuza kwa mdomo wake. Mwenyewe kama mimi bibi ningemsuuza kupita maelezo. Mwanamke na mdomo mchafu hana adabu hata kuvalia nguo. Sipa tukukwambia. Bwana mimi naondoka zangu. Haya bali tuache hapa. Tunataka ukifika kula kwa shoga yako ukifika ndo ndakuongea naye. Mimi siwezi mwenzi hiyo. Shoga yako sikafumaniwa juzi kwenye nyumba. Kabisa. Ana hamu. Ukwepo malaika wako alikuwepo. Makubwa. Mume wa mtu sumu. Ukiambia mume wa mtu sumu haelewi asikii. Kilichompata mwenyewe anahadisia. Mama wewe. Ikaje shoga yangu? Ikaje unauliza jibu? Jamani. We dada la. Aibu una na
Mnasemaje? Bora unafika. Maana kila siku na mimi mkorofi, mimi napenda kuongea, mgomvi mimi. Hivi kweli ni haki huyu anayofanya huko ndani? Kafanyaje? Wewe jana hujasikia? Mimi mpaka nakosa usingizi. Kwani wewe hayo mambo huwezi kufanya kimya kimya mpaka upige makelele mpaka nyumba pili nasikia. Nyumba zenyewe hazina single. Mwambie ongea na mpakaji wako. Tuna mkorofi kila siku. Mimi nimekuelewa. Nimekuelewa vizuri tu. Kwamba huyu akiwa katika ule mtindo wake anapiga sana makelele mpaka humu watu wote mnasikia. Swadakta. Swadakta kabisa. Na mimi najua wewe nyinyi watu mnakuwa na wivu sana. Kwa hiyo najua lengo lako kama unataka umlipizie. Kwa hiyo tufanye mapambano sasa. Si unaweza? Si inabidi mimi na yeye nafanya tu ustaarabu. Si ndio hivyo manake? Jambo dogo tu hilo. Kwa hiyo yeye kafanya, mimi na yeye ndio turudishe ili na yeye aumie. Mimi nakujua wewe ukiingia katika section sasa tunafanya mara mbili zaidi ya yeye. Anatoa sauti. Kwa hiyo unaona mchezo wa kuchekesha huu? Sio mchezo wa kuchekesha. Tunatafuta namna ya kusuluhisha. Na mimi hiyo ndio section yangu. Ndio maana nimepewa ujumbe hapa kwa ajili ya kusuluhisha. Sasa mbona sikuelewi sasa? Na wewe hebu nieleweshe. Mbona wengine paka unapiga kelele? Maana yule nimevumilia mmoja jana nimekaa pale mlangoni nasikiliza. Ni yeye au sio yeye? Nikasema huyo hapo inamwamkia. Kaniwahi tu. Aniambia wewe kwa nini mimi upige kelele? Namaliza nguvu zangu mimi zote upige hata kelele. Wengine makelele mpaka nyumba ya pili huko anasikia. Ndio wengine wananodisha sana au ni kitu gani? Mwingine nimekusikiza sana Sasa kama unataka ya makelele, kitu kinafuata hichi. Mbona nyinyi wanawake wa Tanzania mko hivi? Yaani hadi makelele yanakuwa biashara? Yaani kama huwezi kupata unyumba. Upo. Toa hichi unyumba upate. Yaani mimi unanipaga tu lakini anakuaga makelele. Hamna, hizi swaga sizioni. Sasa kwa nini wengine unazidisha? Hamna cha bure. Upo. Hamna cha bure. Toa hichi upate huko. Kwa hiyo mimi unanipaga nyongeza tu. Utajua. Sasa tutakatana kwenye kodi. Wewe nisikilize. Sasa shoga madam, afadhali ulivyokuja, afadhali ulivyorudi. Tulikuwa tuna mtihani si mdogo mkubwa. Kuhusu mdogo wako aliotuachia. Ana adabu hata kidogo. Asubuhi mtoto yule hakuamki wala kuuliza habari za asubuhi wala salamu alaykum. Yaani umetuachia mtihani si mdogo mkubwa, ana adabu hata kidogo. Hayo makelele ndio usiseme. Maana nilikuwa naomba dua kila siku. Nasema Mwenyezi Mungu turudishie madhausi wetu. Kitu kitoto ana adabu hata kidogo. Nakwambia mitihani hapa kila mmoja anamiambua. Hamna hata mmoja alomwacha. Kila mtu kwake yeye mbaya. Mtoto yule hana jema, hana zuri, hana baya. Asubuhi akiamka yeye katalila anakwambia muda wote mtu una amani, una raha. Ulivyorudi afadhali nakwambia tumshukuru Mwenyezi Mungu, haki ya Mungu ninavyokuambia. Bora ulivyorudi. Kwa kajikutendo mazausi. Kama ulikuwa. Naona hata wewe hata sijui kuseme. Yaani kama ndio ulimkabidhi madaraka tena wewe utakuwa urudi. Naona yeye jinsi alivyofanya. Tena yule mtoto hafai 20. Yaani tulikuwa hatuna amani, nakwambia hatuna amani. Asubuhi mtu kiamka unasema leo sijui mtoto ataniambia kitu gani. Kila mtu hapa kitambaa chake. Bisha usijali. Mradi mimi mwenyewe nimerudi. Basi kila kitu kitakuwa sawa. Afadhali. Huyu ni kupita tu nje. Unavyomuona vile. Nimemleta hapa hata nguo hana, alikuwa na nguo moja na mwaka mzima. Mimi ndo nikamsagula nikampitisha manzese nikamnulia vinguo ndo umeona vile. Unamuona kidogo. Maana anavyojishaua hapa sipati kukwambia. Sio wote sio watu. Mimi nisameni mimi. Poleni kwa ile wakuta, lakini mwenyewe nimerudi, yule nitamkomesha. Hana hata sekunde, dakika chache namtoa. Bora. Yule hana sehemu pa kukaa yule. Nikimtoa hapa, treni inamhusu mpaka kwao. Maana mimi kila na treni ile kwa mizigo, sio kwa binadamu. Kwa sababu hana hata, yani yule unavyomuona ndio vile vile alivyo. Nywele zake 5
kamaliza kichwani. Na mimi ndo ninavyomuona, sijui shughuli ile la nini analolifanya. Maana hashua mtoto wa kike sipati kukuambia. Mimi atajiashua mbele yangu wakati mimi namjua mimi. Mimi ndo nilikuwa nasema akasema akirudi maza house akirudi hapa. Bishia usijali, yameshaishi. Na najua nikipita huko kwa Kichengo, si nikienda kwa Shija wote atalalamikia mambo. Sana. Sasa mimi nawakwepa leo mpaka nimtoe mzigo ndani. Maana kila mmoja nakwambia alikuwa na yake amemkaa hapa. Mimi nikasema hata kirudi maza house lazima nije kumwambia. Ndio maana Kichengo alikuwa ananipigia simu sana. Basi itakuwa ndo hayo. Hakuna mengine. Mtoto ana adabu hata kidogo, hata kuvalia nguo hana. Bishia, nimerudi. Ngoja. Yanaisha ndani ya sekunde. Usijali. Weka tu vizuri, lakini mambo mengine yako salama. Mazuri kabisa. Umeme mnalipa? Silipe kwani kawaida. Bishia, na muda unafika wa kodi. Nakwambia hamna shida leo. Bishia, mimi sikuja kufuatana. Haya. Karibu baby. Dada. Karibu. Shio. Mama, karibu. Asante. Mambo. Salama za kwako. Safi mzima. Karibuni. Asante. Karibu sogea mpa wetu vidogo. Sijui mama moja sana. Usijali dada. Dada hapo mchangamfu. Okay. Karibuni. Asante. Karibuni sana. Na vigoda tena. Ina hapa ni nyumbani. Bwana dada usijemona ngeke kiasi hicho. Chokaga. Au hapa na mimi nikana baby. Karibuni. Asante. Karibu sana. Dada. Huyo ni shemeji yako. Nashukuru kumfahamu. Karibu sana, jisikie kwa nyumbani. Asante. Samahani wenzangu, sijui unafanya kazi gani? No, dada sijamaliza. Shemeji wewe. Okay. Inaitwa Shija. Karibu sana. Hapa ndo nyumbani. Mvumilie joto jamani. Swali kwetu. Ina shida. Sasa mwenzetu sijui unafanya kazi gani? Mimi ni mfanya biashara. Mfanya biashara mkubwa kabisa. Sijui unafanya biashara gani? Kuna biashara ziko nyingi. Biashara. Kuna biashara nyingi. Uenda unauza maduka, unauza magari, unauza nguo. Sasa sijui tufafanulie biashara. Hapana, mimi biashara zangu ni kwamba kwa mfano unahitaji labda kiwanja hivi na kuunganisha na muuzaji, unahitaji labda nyumba, unaona bana. Mimi ndo nakuunganisha na unaelewa. Kwa hiyo ukihitaji sijui nini. Sasa hivi hata ukihitaji gari naweza nikakutafutia, yani biashara. Si unajua biashara. Biashara. Sasa ndugu yangu, hiyo ni biashara au ni udalali? Biashara. Sio biashara. Hiyo ni udalali. Na madalali mengi siku hizi wanakuwa ni ongo. Sasa mdogo wangu, mimi hii biashara, yani ili upate nyumba au upate kiwanja unakuja kwa mtu kama mimi. Unaelewa, nakupeleka sehemu Lakini baby. Lakini mbona haukuniambia kama ni dalali? Nakumbuka unaniambia kwamba ni mfanya biashara. Nalipata kodi. Kodi nalipa vizuri kabisa. Na serikali inapata mapato vizuri kabisa. Ni biashara. Mdogo wangu. Cha kiume hicho. Sasa ndo mambo. Cha kiume baba. Kwa Kiswahili. Yaani sio cha Kiswahili. Hicho ni cha kiume. Hivi kwanza mimi nilipokuona kajua bote na basi sio profesa sio nini huko. Yaani kumbe dalali. Sasa dalali sio kazi. Mimi naishi nalipa kodi, mimi nalipa kodi kwa sababu ya kazi hiyo unaifanya. Umeelewa? Mimi naweza kana baby bana, mimi nafikiri sikiliza tuanze tukaongelea dada yako na Mswahili sana. Wewe Mswahili. Fanya kwenda na usijali. Udalali sio kazi. Subiri kwanza nifanye. Wewe dalali umevaa hivyo mtofisi unafanya kazi gani? Hebu fanya kwenda kwanza. Napata pesa mimi na watu nawafuga na kufuga wewe. Una lolote. Tuanze. Nikuona umeondoka. Fanya kwenda una lolote Mswahili. Alafu sikiliza wewe, yani siku nyingine usio unaletea kwa watu kama hawa. Kwanza unahisi huyu
Wa humu mtaani sema tu tujuane. Una lolote. Kani hiyo nyumba hapa peleka utapeli wako huko. Una nini? Mwangalie kwanza. Una lolote wewe mieusho. Dada yako mieusho. Na hizo nguo sijui kama hujazima maana ndo tabia zenu. Eti mfanya biashara mkubwa, sijui dalali. Nawe mdogo wangu unaangalia wanaume kwenda nao. Hivi unafikiri mimi napenda? Mimi si unanikuta hapa nina bonga la pedeshe. Mimi naangalia mwenzio. Pale ndugu wangu mwingia chocha kiume. Lakini dada udalali hayo mambo mengine. Yote si biashara lakini. Kwa hiyo naona mtaka. Hebu jangambe wangu ulivyokuwa mzuri. Unababaika na nini pale? Yule nahisi ni wa humu Swahili sema atujuane. Namfanya kuingia ndani kwanza. Mjini patamu Mimi umeng'ala ndugu wangu. Mjini pazuri. Nipo kwa Maza House. Nakuwa naye Maza House part 2. Naona hicho ya. Wacha wewe. Sasa kesho ikifika saa 12 ushamka, umekoga mtoto wa kike, upendeze, unywe chai ya kushiba. Maana mwendo kutoka hapa mpaka kwenu Tabora na ukifikiria na kupanda basi la Shalambai, si Shalambai lile ni mwendo mrefu sana. Kwa ondoke umeshiba. Yaani ushibe hasa shoga yangu. Kuna miogo ichemshe ule ushibe, uondoke zako asubuhi mapema. Sasa bora mimi nikafanya nini? Ukafanya nini? Kwa nini kuja kufanya nini? Kichokote sikimeisha. Na mimi ni shauri mwenye nyumba. Yangu shakuwa mimi nishazoea. Wewe ulizaliwa wapi? Hello. Nimezoea mjini. Ukajikuta Maza House ndani. Ukamnyambua mpangaji wangu mmoja baada ya mmoja. Ukafanya mpangaji wangu awe na maisha magumu. Wewe ukanipitiza hadi mimi Maza House. Ukajiona wewe ndo babu kubwa. Mtoto wa kike. Nilikuleta hapa usimamie nyumba au wanyambue wapangaji? Ulionani mabubu mimi hawatoniambia nikija? Wewe mtoto wa kike wewe. Kwa kipi? Sasa ishi hapo hapo. Kesho asubuhi nimekupa ofa. Amka mapema, kula ushibe baba. Si baba sema utajijua mwenyewe. Kama utaondoka na gari la mizigo, Shalambai, si kitu gani utajijua mwenyewe. Sasa hivi Tabora msimu wa tumbaku bado mimi nitaishi maisha gani? Uko utaishi maisha gani? Ulivyokuwa na nyamba pangaji wangu ulitegemea nini? Wewe nikome. Mambo ya uchawi sasa sitaki. Kuniwangia sasa sitaki uchuro huu. Sitaki. Wewe kunyambua ile bishe yule mtu mzima unata haya. Wewe umekuja hapa mjini nguo moja nimekustiri, nimekupisha manzasi, nimekunulia nguo. Sasa unajifanya tu wewe una kidomo. Unakuwa nyambua pangaji wala kusamani. Mpaka wapangaji wana nyumba chungu. Hii nyumba imezeleka amani. Watu tunaishi kama ndugu ndani. Wewe unakuwa nyambua mmoja baada moja umekosa heshima. Mimi nimekuleta hapa nimekustiri. Unakunipita hadi mimi mwenye nyumba. Umeisha huko kijijini mwadanga wa jinga wenzia huko. Mbona hata kibanda huna? Hata kibanda cha kijijini kimekushinda. Unaishi kwenye makuti. Leo unakuja kujifanya unatuna na sio unajitawala huko ndani unajiona wewe ndo Maza House. Mwisho wako umefika. Kesho asubuhi. Hata chakula usipiki. Chemsha miogo ili ya kubeba njiani. Sasa nishachemsha maharage. We. Chukua miogo. Chemsha. Kesho ubebe na ya kunywa. Muda umeenda saa hizi. Fanya fast. Yule bwana yule mteja wako msumbufu sana rafiki yangu. Shija. Nakuomba kwanza. Msumbufu, tumempeleka nyumba kule chini kakataa, tukampeleka ile nyingine kule kwa yule bibi kule juu. Naomba tuongee kwanza, tutaongea na simu baadaye. Sawa, mimi naelekea maskani na kupigia nikifika nakupigia. Yaani kai vizuri. Wewe bibi vipi? Sio maswala kuniambia bibi Shija. Ndio ni kuja kunileta kwenye nyumba hii taieleweki. Kweli?
Lakini siku ya kwanza kabisa kumbuka Halima nikwambie. Nikumbuke nini? Sawa, siku ya kwanza nimekuleta kabisa ngambia hii ndio nyumba yangu. Na wewe mwenyewe umelipa umekubali. Shida ni nini sasa? Nyumba hii kwanza uchafu. Nyumba hii kuambea. Sijui kuna watu wengine sijui wachai ndani. Silali kabisa. Nitawala kifika saa 6 nimeamka mipaka nyumba hii mipaka. Sina amani na hii nyumba. Sasa sikiza nikwambie kitu kimoja. Wewe mwenyewe mtoto. Hapana, kwa kweli unatafuta naye mganga ukaje ukamweka. Hata hivyo kiukweli umenikosea. Mimi nyumba sitaki. Sasa mimi ningejuaje kama hii nyumba siji inaumbea? Hii nyumba siji na mganga. Unajua kabisa? Najua. Unajua. Mbona unaleta? Mwenye nyumba akaniambia bwana chumba kiko wazi mtafute. Lazima principal hii nyumba utakuwa unaijua. Mimi nitafutie tu nyumba nyingine nikakae, siwezi kukaa matatizo ya wewe. Mimi nitakutafutia nyumba nyingine. Kuna nyumba moja nimetoka kumonyesha mtu hapo nzuri pale chini. Kwa kama unaweza tunaenda tukaiona. Ile sasa ni 50,000. Kwa hiyo na masuala ya dalali? 50,000 ukikubali ukilipa unalipa 50,000 tena ile hapo. Hapana kwa kweli. Sasa ndio maana mimi nisipate mimi nafanya biashara unajua. Labda nikae kwanza niangalie ndani mwezi mmoja fulani nikupe tena sio 50,000. Hapa tena unifanyie mambo meusi. Unataka kuniletea mambo meusi tena? Mimi siwezi. Basi ngoja mimi nitakufuata. Mimi mtu wangu. Sawa, haina shida. Unanikosea kabisa. Sawa, nimekuelewa. Kuna mtu naenda kukutana naye maskani, kuna sehemu tunaenda kumuonyesha nyumba kule Mikocheni. Nikitoka na kupigia simu na kupitia tukaione ile. Basi mimi nilipo hapa. Okay, sawa. Nataka nikianza kupika tu nitakupigia simu. Jioni ndio muda mzuri. Sawa. Usinifanyie tena mambo meusi. Nyumba nzuri utaipenda. Iko vizuri kabisa. Iko vizuri. Usijali. Haya. Ndio usinifanyie hivyo. Shemeji lakini jambo. Jambo yupo. Haya. Unaona muulize shemeji wa nini na wewe? Ili ujalimaliza tena mambo mengine. Nenda. Haya, hujapika. Kwaheri. Soa. Mazao. Karibu. Asante. Sasa wewe ndani ni nani? Mazao. Na maana mimi unifahamu. Ningekuuliza swali. Mimi nafikiria kwa Kidawa nikuja kumsikia, tunajua amesafiri. Sasa mimi mbona sijapata taarifa yote? Mimi naona tu nikipita kushoto kulia umejitawala. Umejitawala kama vile unalipa kodi. Nikiingia kulia huko nikienda chooni huyo. Saa nyingine nataka niingie chooni tu huko chooni na kusubiria utoki. Mimi sijapata taarifa yote. Kwa sababu bwana mimi nasafiri, kuna mtu kanishikia ndani sijui. Kama jambazi umetumwa kuja kwangu, kama mchawi umekuja kutega vitu kwangu, mimi nitajuaje? Sasa mimi naweza nikasema kosa la Kidawa. Na wewe kwa nini sio kujitambulisha kwa mwenye nyumba? Wewe si binadamu, ukaja ghafla ndo ukadanda huko, ndo ukafa sijui wanasema. Humu ndani, mwili wako nani ataubeba na umbo lako hili lote? Mimi sina taarifa yoyote. Hayo kusema kwamba nitabebwa na nani? Mimi binadamu, nitabebwa kwa nini sibebwe? Ataka kubeba nani kama tuna taarifa humu ndani? Kama jinamizi umetumwa humu. Taarifa muhimu. Sasa sikiliza, mimi sipendi kuongea sana. Funga humu ndani, leta ufunguo. Huyo bibi akiuni ndani utampa ufunguo wake. Nitampa mwenyewe. Lakini namba kukana watu ndani nisiwafahamu sijui, siyapata taarifa mimi siwezi. Lazima desturi ndani na yeye mwenyewe anajua sheria ndani. Bwana mimi nasafiri, Mazausi, ufunguo huu hapa, mimi naondoka. Au basi Mazausi atakuja mdogo wangu, mjomba, shangazi, sijui nani, anakuja kanishikia chumba. Lakini sio tu, yafa tu tunaondoka, usemi lolote. Nikipita kulia na una jitu hilo limetawala. Kushoto jitu hilo limetawala. Kulia jitu hilo limetawala. Wewe humu ndani unajua kodi inayolipwa. Mama, funga mlango. Funga. Nipo ufunguo niletee kwangu. Nimemaliza. Haya Mazausi. Ndio hivyo sasa hivi. Lakini kosa analo yeye Kidawa sio mimi. Funga. Funga leta ufunguo. Nimekuelewa. Sawa. Haya. Unaenda? Mbona nisikuma? Unajua nakuangalia sikumalize. Hivi una akili sana wewe? Hivi unajielewa? Unajua nakushangaa sana. Unanishangaa? Kinachokufanya unisukume mimi kitu gani? Umekosa watoto wote wa mtaa huu au umekosa mtoto kumtuma mpaka uje kumtuma mwanangu Kondo?
Na kuuliza una akili wewe? Unitaka nikutume wewe? Kwa makosa tu kwa tuma, si ndio? Unajua siku zote na kuangalia, umeona nimekaa kimya kwa mimi na kuchukulia poa, si ndio Sijamwona mtoto maana nikamtuma mtoto wako. Wewe mwanamke wewe unanicheka. Naomba uniangalie sana, sawa? Umekosa mtoto Unijui vizuri wewe. Mimi mwanangu. Afu kiangalia ni mtoto mdogo. Hivi wewe una akili kweli? Unijui vizuri Hebu usilete kucha. Salma, kila siku mnafanyia, yani kila siku mnafanyia. Jamani, siku moja kama hizo tutakuwa tunafanya kazi. Alafu sasa uko kwa tabia mbaya. Kamba zote unafanya maksudi zote hizi unajaza. Bora usinichanganye. Nisikuchanganye. Leo nasema ni zamu yangu ya kufua. Yaani leo mtu afui. Labda kama mnijui mimi. Leo ngoja nisikilize. Hivi mwanangu anatafuta nini wewe? Nishasema. Leo amfui kila siku, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi. Jamani, hata leo Jumamosi. Imekuwaje kwani jamani? Ongea na mtu wako. Muulize na mtu wako anavyonyesha hapo chini. Hivi unanijua wewe? Mbona makelele jamani? Wewe unanijua, muulize baba mwenye wako analijua kiburi hili. Anasema hivi leo hapa pufuliki. Hebu subiri. Sawa, tatizo sikamba tu. Tatizo kamba. Sasa tatizo nini? Kuna lingine? Mimi hata siongei, ongea naye mwenyewe. Anaongeaje na mimi? Mimi ndo nilikuwa nafua. Sikiliza baba nyumba. Jumatatu nawaachia. Jumanne, Jumatano. Leo nipo ofu. Jamani, si uniache na mimi mwenyewe moja. Subiri basi, punguza. Nyumbani mnakaa mnafanya nini? Mnafanya kazi kidogo ili tuelewane. Mimi ndo msuluhishi wa mambo haya. Baba hiyo ongea naye vizuri atakwambia. Huyu mimi tunaelewana. Tukiongea mimi na wewe tunaelewana. Wewe binti wako ndo tunakuwa tunashindwaga kuelewana. Kwa mimi ndo mwenye makosa. Wewe hauna makosa. Kuelewana tu ndo tuelewane. Ila makosa hauna kabisa. Sasa sikiliza basi. Leo mwache afue, kesho utafua. Hapo ndo unapoharibu baba mwenye nyumba. Kwani hao kila siku si wanashinda nyumbani? Wanafanya kazi gani? Mimi nafanya kazi Jumamosi tu Jumamosi. Niachie basi na mimi nifue. Na alivyokuwa na makusudi sasa. Kamba zote hizi anajaza. Leo afui mtu, leo nafua mimi. Subiri basi, nisikilize mimi. Wewe njoo tuongee kwanza. Tuongee ndani. Wewe usiwe na wasiwasi. Haya mambo mengine unayasababishaga wewe. Nafua. Subiri basi, uwe mstaarabu basi, hizo nguo zake uziweke. Nenda kamanzane huko, nafua. Wewe fua. Alafu kesho atafua yeye. Mimi nayamaliza. Naenda kufungia tu. Ndio maana nakupenda. Shamba basi kwa nafua hao. Sofia. Shida. Kama siku. Safi mzima. Kama upo. Safi. Sikuwa ndo umeshaondoka. Mjima ikata. Niondoke nenda wapi? Sina kwa kufukuza sijui ndio. Wewe mjini unajua unasikia wewe. Navi. Banana hapa. Wewe maana ukurudi kabisa. Sijarudi ndugu yangu nakaa huko nimejishikiza tu mwenzangu hali mbaya. Niambie kama siku. Unaona mwenyewe. Basi nielekeze nyumbani nijue ninakuja kutembelea. Nyumbani kwa tukija pale kuna warembo kibao utakuja kubabaisha. Sasa mimi ninachokitaka hapa ndugu yangu na kiu muda mrefu sinajua mambo yetu ya. Sasa mbona kipindi kile tuko pale watu je kuniambia mambo ya kwamba una kiu. Maneno. Nikala kuangalia. Sasa sikiliza. Haya shapita bwana. Wewe cheki baadaye. Cheki baadaye. Nipe namba yako nitakupigia. Kweli? Simu sina. Wewe labda
na marafiki yangu. Sawa. Vipi mazao si uko? Mazao si tuko naye pale pilika kama kawaida. Jamani. Jamani nimewamisi. Basi nitampigia. Mwambie asizini simu. Salimie Bishea. Nitamwambia. Shija unanenepa. Matia. Asifanye hivyo. Kweli. Kweli. Basi baadaye. Poa. Bye. Bye. Haya wewe bibi msafi. Unanifanya msafi sana wa nje lakini mchafu wa roho. Haya kitu gani? Kitu gani bibi kitokea kwa mume wangu kaanza kumwambia maneno yako kijinga jinga? Ulikuwa unataka nini? Unamtaka mume wangu, si ndio? Bibi koma. Tena ukome. Koma. Nakwambia ulikuwa unacheza vyeupe hivi vyekundu vitakutia madoa. Koma. Cheza mbali na mume wangu. Hivi unavyojiona wewe, utalinganisha mimi na wewe kwa mume wangu. Unataka tugombane, si ndio? Kwa taarifa yako. Yule mwanaume hapa kwangu apindui. Afurukuti bibi. Nimemweka kwenye 18. Kwa hiyo nitakufanya kitu kibaya. Unajua ananipa nini? Sawa. Umaliza? Umaliza. Nimaliza nilikwambia. Tena ukome kabisa. Nikafe. Wewe kwa hisia zako unahisi kwamba mumeo anaweza kutoka na mtu kama mimi? Au unajishokia kwa maneno? Wewe kama unajua ni mzuri kuanzia juu mpaka chini, kwa nini unahisi kwamba mume wako anaweza akatoka na mimi? Umekosa kazi za kufanya eh? Mimi sio mzuri tu kubali. Kweli. Acha kujishuku dada yangu, wewe ni mzuri nakwambia sawa na mume wangu. Tafuta wanaume wamejaa kibao, kama una bahati huna hata ndugu yangu. Usijikombe kwa wanaume za watu. Koma. Acha kujishtukia dada. Takuvuruga. Kaongea na huyo bwana wako. Kaongea na bwana wako taarifa yako. Huwezi kunifanya chochote, umesikia? Kama unawachezea. Niangalie vizuri kwa taarifa yako. Huyo bwana wako wewe hawezi hata kutoka na mtu kama mimi. Wala hata kusimama naye tu hawezi. Upo. Kwa hiyo naomba uendelee. Unapata nini? Nimfuate. Ninachokufanya unataka kumpamania. Kwa kitu gani ambacho unacho? Kwa kitu gani ambacho unacho? Kitu basi ungekaa mbali naye. Sawa? Kwa nini mwanangu wewe ndio umenifuata kwa taarifa yako? Naomba uondoke. Koma. Ondoka. Koma. Acha kujishtukia. Acha kujishtukia. Nikome. Unawazimu kweli wewe. Endelea na safari zako sawa eh? Wewe kaa chini na mume wako. Kama kuonyesha nakwambia. Nitakukomesha. Hauwezi kufanya kitu chochote. Haujanijua bado. Haujanijua? Endelea. Nije kusikia tena umemwambia mume wangu maneno yako kijinga jinga. Utakuonyesha sasa hapo ndo tukapozijua rangi zangu. Hala! Unalo babu, acha kujishtukia. Nyo.